Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba turudi Kenya kidogo. Tusungumze kuhusu siasa ambazo zinazidi kupikwa Kenya. Hata nyinyi wa Tanzania wenzangu mnaalikwa muweze kusikiliza haya, kwa sababu Tanzania wameandaa uchaguzi. Sasa Kenya ndio inatarajiwa kufanya uchaguzi chini ya mwaka moja na nusu ujao, mwaka 2027. Nchini Kenya tuko na viongozi wengi ambao wanamezea mate kiti cha urais ili kuweza kumtimua mamlakani Rais William Ruto, ambaye vilevile ni dikteta wa Kenya. Kutoka kwa serikali, William Ruto atakuwa anagombea kiti cha urais, kutetea kiti chake cha urais. Lakini kutoka kwa upinzani, viongozi wa upinzani wamekuja pamoja wakiunda chama kimoja ili kuhakikisha kwamba wanaleta kura kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kumshinda William Ruto mwenye ameweza kuwatesa wa Kenya. William Ruto, rais wa taifa la Kenya, mwenye ameweza kuongeza gharama ya maisha. William Ruto mwenye hajaweza kutimiza ahadi za kampeni ambazo aliweza kuwapea wananchi alipokuwa anatongoza wananchi wa Kenya kumpea kura mwaka 2022. Sasa kwenye mrengo wa upinzani, taarifa ambazo zimeweza kutolewa na gazeti la The Star zinaniarifu kwamba Rigathi Gachagua, aliyekuwa naibu rais wake William Ruto, ambaye aliweza kutimuliwa kutoka mamlakani mwaka 2024, ameweza kujiondoa kutoka kwa kinyang'anyiro cha kugombea kiti cha urais wa Kenya. Na niliwaambia kwamba Gachagua huenda akakosa kugombea kiti cha urais kwa sababu katiba ya Kenya inasema kwamba ukishaondolewa mamlakani hauna nafasi ya kugombea. Lakini endapo kesi ambayo ulipeleka mahakamani itaweza kuamua kwamba kuondolewa kwako mamlakani hakukufuata katiba, unaweza ukagombea kiti cha urais. Kwa hivyo Gachagua amejiondoa kuwania kiti cha urais na badala yake ameweza kuunga Kalonzo Musyoka mkono kugombea kiti cha urais. Kwenye muungano wa upinzani, kwenye muungano wa upinzani, kulingana na ripoti ambazo niko nazo za kikweli, Rigathi Gachagua ameweza kuunda timu ambayo itampeleka nyumbani William Ruto. Na ninawaalika tafadhali niwasomee hiyo timu jinsi ambavyo mrengo wa upinzani wameweza kujiandaa. Kabla ya hapo, naomba upige subscription, bonyeza kengele. Tuko karibu kufika 170,000 subscribers. Kiweza kuangalia tuko less than kufika 166,000. Oh yes, na hilo litawezekana, ninajua, kwa mapenzi yake Maulana. Gachagua amejiondoa, amejiweka kando, hataki kugombea kiti chochote. Na badala yake ameweza kumsogeza Kalonzo Musyoka kutoka kwa chama cha Wiper kwamba yeye ndiye atapeperusha bendera ya muungano wa upinzani. Naomba unisikilize vizuri kwa makini, manake ningependa niweze kupata komenti zenu. Kutoka hapo, Rigathi Gachagua ameweza kusema kwamba George Natembeya, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia kutoka kwa chama cha DAPK, atakuwa running mate wake Kalonzo Musyoka. Kwa sababu ukiweza kuangalia vizuri, Gachagua ameweza kupiga hesabu kwamba kura za Ukambani ziko karibu milioni 3. Kura za Western ziko karibu milioni 3 vile vile, kwa sababu ziko milioni 2 wakisajili hawa vijana ambao wamefikisha miaka 18
watakuwa milioni 3. Milioni 3 ukiongeza kuliradhi, milioni 3 ukiongeza na kura za Ukambani milioni 3, hizo ni milioni 6. Kutoka hapo, kwa sababu Gachagua ndiye atakuja kuunga Kalonzo Musyoka mkono, yeye ndiye atampigia kura. So amewekea kwamba atampea kura karibu milioni 5-6 kutoka Mlima Kenya. So zile milioni 6, 3 kutoka Ukambani, 3 kutoka Western, ukijumulisha zingine milioni 5-6 kutoka upande wa Mount Kenya, zimejaa milioni karibu 10. Na watakuwa wamempeleka William Ruto nyumbani. Hiyo ni kulingana na Rigathi Gachagua ambaye ameweza kutoa taarifa za kikweli. Alafu Dr. Fred Matiang'i kutoka kwa chama cha Jubilee, Rigathi Gachagua ameweza kumuweka kwamba atakuwa ni Prime Minister kwenye serikali ambayo wataunda. So kulingana na Gachagua, ameona kwamba Matiang'i hatatosha mboga ya kukua rais, hatatosha mboga kukua deputy president. Ameweza kumweka Matiang'i kukua Prime Minister kwenye serikali ambayo wataunda. Hizi ni taarifa ambazo zimetolewa. Kutoka hapo, hiyo lineup ikaendelea kusema Eugene Wamalwa kutoka kwa chama cha DAP-K kutoka upande wa Western atakuwa spika wa bunge la kitaifa. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Kutoka hapo vile vile Martha Karua atakuwa spika wa bunge la seneti. Gachagua yeye ameweza kujiondoa kwenye hicho kinyang'anyiro, lakini ameweza kuwaambia hivi, endapo wataibuka mshindi, endapo watamshinda William Ruto kwenye hicho kiti cha uraisi, anataka share ya 50%, yani anataka mgao wa 50%. Na nielewa, 50% ya serikali ambayo Kalonzo Musyoka, George Natembeya, Fred Matiang'i wataunda. 50% kivipi? Yeye ndiye atachagua 50% ya mawaziri. Yeye ndiye atakuwa anasema kwamba kwenye kampuni fulani niwekee watu fulani wakae pale. Kwenye kampuni fulani niwekee watu fulani wakuwe CEO. Kwani yeye atakuwa tu ameketi mahali, yeye atakuwa anacheza cheza. Watu fulani wakae pale, watu fulani wakae wale, watu fulani wakae pale. Hiyo ni kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa. Gachagua amesema hivi, naomba unisikilize. Gachagua claims that Mount Kenya region owes Kalonzo Musyoka the presidency for standing with Mwai Kibaki back in 2008. Kalonzo anasema kwamba, yani Gachagua anasema kwamba Mlima Kenya wanapaswa kumpea Kalonzo Musyoka uraisi, wanapaswa kumpigia kura, kwa sababu mwaka 2008 Kalonzo Musyoka waliungana na Mwai Kibaki wakaunda serikali ya Mwai Kibaki. Na nielewa mpenzi mtazamaji, wakaunda serikali ya Mwai Kibaki ambayo ilifanya kitu ambacho kinaitwa maajabu na maendeleo katika taifa letu la Kenya. Ila personal assistant wake Fred Matiang'i mwenye anaitwa Brian Mamboleo amekataa katakata Matiang'i kupewa Prime Minister docket. Amesema Matiang'i lazima akae presidential candidate. Na nielewa mpenzi mtazamaji, nikiweza kukusomea kauli moja ambaye ameweza kuitoa, ametoa taarifa mrefu sana, ila ninataka niweza kusoma haya moja ambaye ameweza kuitoa. Amesema hivi: we must act wisely. Gachagua's tactic aims to divide and confuse Mount Kenya and the rest of the country.
His goal is to turn leaders against each other while ignoring the needs of the people. The opposition must stay focused on its larger mission to provide Kenya with credible, inclusive, and transformative alternative that serves every region and every citizen. So Brian Mamboleo anasema kwamba hicho kiti ambacho wamempea Fred Matiang'i aweza kapokea, Fred Matiang'i atakuwa presidential candidate. Kwa sababu Brian Mamboleo anasema kwamba Fred Matiang'i, wala ambao waliweza kumtoa Marekani kuja katika taifa letu la Kenya ni Gen Zs. Na nielewa. Anyway, maoni yako ni yepi mpenzi mtazamaji kutokana na hiyo lineup ambayo imeweza kutolewa na muungano wa upinzani? Ninaomba niweze kupata wazo lako la maoni. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Asante sana kwa kuweza kunisikiliza. Naomba niweze kupata maoni yako. Wakenya mmeamwaje? Mmetosheka na Kalonzo Musyoka kukua presidential candidate, na Tembea kukua running mate, alafu Matiang'i kukua prime minister? Au mnasema nani akue running mate, nani akue presidential candidate, nani akue kiti cha prime minister? Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Asante sana kwa kunisikiliza.